Nahnu fi zamanin kathurat fihi alfitan waltabasa alhaqu bilbatil. Hivi sasa tupo katika zama ambazo fitna zimekuwa nyingi sana. Kila mmoja anamwangalia mwanao na anamwekea malengo, kiasi ya kwamba haki imechanganyika na batil. Misingi muhimu sana kuizingatia katika malezi ya watoto wetu, hasa katika zama hizi ambazo dunia imechafuka na dunia imeharibika. Jambo la kwanza, rakiz ala tarbiya al-imaniya al-aqadiyya. Kwenye malezi yako na watoto wako na wale unaowalea, zingatia sana na weka umuhimu sana kwenye malezi ya kiimani. Malezi ya watoto wako kumtambua Allah azza wa jalla, kuitambua dini yao, kuitambua imani yao, kumtambua mtume wao Muhammad alayhi salatu wassalam. Na kila zama zinavyosonga mbele, tunatengenezewa mazingira ya kuwekwa mbali na watoto wetu, tukose hata ule muda mdogo tuliokuwa tunaupata katika kuwafundisha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ni lazima jitihada yako wewe mzazi iongezeke katika kumshape na kumtengeneza mwanao kwa namna ambayo inamridhisha Allah azza wa jalla. Alim waladak anna najaha laysa bishahadati walwadhifa. Mfundishe mwanao katika iman kwamba kufanikiwa si kubeba cheti na kazi yenye mshahara mkubwa, bali kufanikiwa ni kupata radhi za Allah azza wa jalla. Thaniyan, jambo la pili, ish maa abnaika wala taish liajlihim. Ishi na watoto wako, usiishi kwa ajili ya watoto wako. Hakuna muda au hatuna muda wa kujua watoto wetu wanawaza nini, wanapanga nini, lipi linalowafurahisha, lipi linalowahuzunisha. Kuwa mzazi mlezi, usiwe mlezi mdhamini. Mwanao unaye nyumbani kwako, inapita wiki nzima, ingia toka kwa mujibu wa ratiba yako, hamjawahi kuonana hivi. Wewe unaishi na wanao au unaishi kwa ajili ya wanao? Huu muda ambao unaupoteza kuhangaika huko kwa ajili ya kutafuta riziki, atapatikana muhuni mmoja tu awaonyeshe huruma wanao, amuonyeshe huruma mkeo, hatimaye utakuta familia imependuliwa. Tukikaa vikao hawanthamini. Yale ya kuzingatia kwenye malezi, i'lam anna alhurriyata duna dhawabit tariqu ad-damar. Tambua ewe mzazi mlezi kwamba uhuru bila ya vidhibiti ni njia ya kwenda kuangamiza watoto wako. Wafundishe wanao kwamba wao ni watu huru, sio watumwa. Watu hawana maadili chini ya bendera ya uhuru. Leo dunia imefika sehemu hatari kiasi ya kwamba kuna alhurriyatul jinsiya, sexual freedom, uhuru wa mtu kuchagua anataka kuwa jinsia gani. Anataka kuwa wa kike, anataka kuwa wa kiume, anataka kuolewa na mwanamume mwenzake au kumuoa mwanamume mwenzake, wa hakadha wanawake, kiasi ya kwamba mtu wa namna hii ametengenezewa kanuni na sheria. Ukimgusa tu umeingilia uhuru wake. Sasa sisi tuwashike masikio watoto wetu kwamba nyinyi ni waja wa Allah mlio huru katika hii dunia, lakini uhuru wa kweli uko chini ya kufuata mwenendo tuliowekewa na Allah na sunna tulizofundishwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kuna haja sasa mzazi kujua namna gani utamtengenezea mazingira rafiki huyu mwanao.